zangu, sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa ya maadili, lakini mstari huu unatufundisha kumbe kijana, mtoto anapozaliwa kwenye jamii ni lazima atoshe kwenye jamii, na ndio maana anaposhindwa kutosha kwenye jamii watu wanashangaa, huyu ni mtoto wa nani? Mbona tabia zake haieleweki? Mbona mwizi? Mbona mharifu? Mbona na vitendo hivi? Lakini mwenye jukumu hilo ni sisi walezi, wazazi na jumla kwa ujumla wake. Uhalifu unaanzia ngazi ya familia. Kama hatujaweza kusimama na familia zetu tukatengeneza kizazi sahihi chenye hofu ya Mungu, uhalifu utakuwepo na mtakuwa mja tusaidia sisi polisi. Sasa hivi vijana wamekuwa kama virusi kwenye maisha. Wazee wanapata sukari, wanapata pressure kwa ajili ya watoto. Vijana hawasikii wala hawaambiliki, wao wanajua kila kitu. Tuwalete mikononi mwa Mungu ili Mungu awasaidie kizazi kipone. Wazazi tuna wajibu wa kuwalea na kuangalia watoto. Sasa hivi watoto tumewakabidhi shuleni, hakuna anayewapa mafundisho. Watoto tumewakabidhi kwa jamii, tumewaacha kila mtu anahangaika na kutafuta pesa. Wakati mwingine tunawatafutia vitu watoto, hata wakikuwa hawawezi kuvisimamia. Matokeo yake wanaingia kwenye uhalifu, wanaingia kwenye tamaa, kwenye wizi wa mitandao. Ukimpa maarifa ya elimu ya kawaida, kama hana hofu ya Mungu, kama hajajengiwa msingi toka chini, lazima atatenda vitendo vya uhalifu. Wazazi tulichukue hili, ni jukumu letu kuwekeza baraka kwa watoto wetu kwa kuwafundisha maadili mema. Tukiwafundisha maadili mema, hawatakuwa wezi wala hawatakuwa wahalifu kwenye maeneo mengine. Lakini kwenye msingi wa upendo ukijengwa kwenye jamii, hakutakuwa na migogoro ya ardhi, si ndio? Hakutakuwa na uwizi. Kila mmoja atamuona ni sawa na mwingine. Mungu awabariki sana na sana. Mshangilie Mungu wa mbinguni tena na tena na tena.